utimamu wa akili, mwenda wazimu hahiji. La ngapi? La tatu, la nne ndio. La nne uwezo, al-istita', uwezo. Anayekwenda haji anatakiwa awe na uwezo wa kimwili pia. Utimamu wa mwili ni vizuri, pamoja na kwamba kule tumeona wazee sana ambao hawajaacha kuhiji kutokana na usimamizi. Watasimamiwa, kila mmoja atahiji vizuri. Jambo lingine, uhuru, kuwa huru. Lakini Uislamu umezingatia pia sana usalama, njia iwe ni salama. Njia ni salahani, masharti ya haji. Nguzo za hija, nguzo za hija, ikiwa utaacha moja katika hizo nguzo, wewe huna hija kabisa. Na nguzo zake mojawapo kuhirimia, ambao tunasemaje ile? Tuseme wote pamoja, labbaika umra, labbaika umratan mutamatti'an biha lil haji, labbaika umratan mutamatti'an biha lil haji. Tunahirimia, lengo kubwa tuzungumze miqatul makani, pamoja na kwamba kuna miqati zamani, kwa sababu hapa tulishasema jana kwamba hatusomeshani darasa, tuelekezana namna ya kuhiji. Kwa hiyo kwa sababu tutakwenda kwenye miqati, hakuna haja tena kuambia miqati zamani. Labda watu wa darasa sasa, lakini tutahirimia kwenye miqati makani. Tayari sisi tuko katika miezi ya hija. Unaweza sharti yake ni kuhirimia ndani ya miezi ya hija. Miezi ya hija inaanza tangu mwezi wa Shawwal, Ramadhani tu ikishaisha, alafu mwezi unaofuatia ambao ni Dhulqaada ambao tunao sasa, na huo mwezi wenyewe wa hija ambao unaitwa Dhulhijja. Hiyo ndio, ukitaka ziada hapo ni miqati nini hiyo zamani, lakini tunachokusudia lazima ni wajibu, maana yake uhirimie katika eneo maalumu la kuhirimia, ndio hapo kwenye miqati. Nguzo ya pili ya hija, kisimamo cha Arafa. Kisimamo cha Arafa ni siku maalum. Huwezi tu kaenda kwenye uwanja wa Arafa ukasimama, ila iwe ni mwezi 9. Na Arafa inaanzia tangu zawalu shams, kupenduka jua. Kwa hiyo Arafa tutakaa katika viwanja, pamoja kwamba tutakuwepo pale asubuhi, lakini mpaka jua lipenduke ndipo tunapoanza habari ya kisimamo kitukufu sana hicho kwa mwanadamu, ambacho ni kisimamo cha Arafa. Hakuna siku bora ambayo Mwenyezi Mungu aliyoiumba katika hii dunia kuliko ile siku ya Arafa. Na moja ubora wake, kila alihudhuria katika viwanja vya Arafa husamehewa madhambi yake yote. Ni moja katika ubora wa viwanja vya yani ile kusimama Arafa, ni mwezi 9. Hiyo ni nguzo katika nguzo za hija.
lakini ukiutaka wajibu wake utasimama mpaka saa ngapi? Mpaka ghurubi shams, kuzama jua. Nguzo ya tatu tunakumbushana tu ni tawafu rukuni. Si mnajua sisi tunaofanya hija hii ya, tuwafanya hija gani sisi? Tamattu'i. Tunaofanya hija ya tamattu'i sisi tuna tawafu tatu. Tawafu ya kwanza ni ipi? Tawafu al-qudumi, ambayo hiyo ndio tawafu ya umra. Kwa sasa sisi tutakiwa tufanye umra. Baada ya umra ule mwezi 8 tunahirimia tena hija. Tawafu ya pili, tawafu al-ifadha. Hii ndio ya nguzo. Ukiacha hii tawafu al-ifadha huna hija kabisa. Yani nguzo kiacha huna hija. Tawafu ya tatu tunaofanya sisi tawafu al-wadaa. Hii ni tawafu ya wajibu. Na ukiacha tawafu hii al-qudumi, kwa hiyo unaofanya tamattu'i, pia hija yako ya tamattu'i, ya upande wa tamattu'i itakuwa haikukamilika. Nguzo nyingine ni kusai baina Safa wa Marwa, na hii inakuwa ni nguzo pale ambapo ushafanya tawafu ifadha. Na nguzo nyingine labda kwa Imam Shafi'i ni kunyoa, lakini wengine wameishia hizo 4. Hizi ndugu zangu, tunakwenda hija tukaririshana kila wakati, kwa sababu ndio mambo muhimu unaotakiwa kuyashika kichwani. Wajibu wa hija ziko, nyajibu za hija ndugu zangu ziko ngapi? Jumla ziko 14. Tutaje moja moja. Wajibu wa kwanza, kuhirimia katika miqati. Wajibu wa pili, Arafa mpaka magharibi. Turudia sababu kuna wenzetu ambao walikuwa hawapo wakati tunaanza hizi semina. Wajibu wa tatu, ni kulala Muzdalifa. Na bahati nzuri ukishatoka ile magharibi pale viwanja vya Arafa, moja kwa moja unakwenda Muzdalifa. Wajibu wa 4, ni kutupa mawe, na ndio somo la leo tutakalolifanya hapa, kutupa mawe. Mawe tuwatupaje? Kuna sampuli ngapi za kutupa mawe? Ni tatu ya kwanza, nguzo kubwa. Hii ni siku gani? Mwezi 10. Yani leo tuko Arafa. Mathalani hapa leo tuko Arafa, kesho ndio mwezi 10. Ule mwezi 10 tutatupa mawe katika nguzo kuu, inaitwa Jamratul Aqaba. Sampuli ya pili ni nini? 11. Tunatupa mawe mangapi jumla? Tutupa kwa vipi? 10 40 7 kwenye nguzo ipi na ipi na ipi? Unaanzaje? Ndogo, katikati, nguzo kubwa. Huu ni wajibu katika wajibu wa hija. Alafu hiyo sampuli ya tatu mloitaja, mwezi ngapi? Mwezi 12 kwa sisi
na wengi wa Afrika Mashariki, wengi tu sasa Afrika Mashariki tunatupa mwezi 12. Anayetaka tupa pia mwezi 13. Atakayetupa mwezi 13 mawe jumla anatakiwa pale Muzdalifa. Vitabu vingi vimeonyesha kuokota mawe pale Muzdalifa ni sunna, ni jambo ambalo lilifanya Mtume Muhammad. Na pale mawe hayaishi, hata ukipiga mawe kule kwenye jamarati hayaishi, wala hatengenezi mlima, wala hajulikani anakwenda wapi. Mungu mwenyewe anajua. Hata Mtume aliulizwa kwamba mawe anaenda wapi? Makawaida kungetengeneza mlima mkubwa tangu wakati huo bwana, hata ungekuwa na mashimo huko ndani angejaa tu, ndivyo sivyo? Yanapelekwa wapi yale mawe? Moja habari niliyoipata ni kwamba Mtume aliwahi kuulizwa hilo, akasema Mwenyezi Mungu anayarufaisha, kwamba yale ambayo yaliyokubalika mbele ya ambayo hayakubalika hayarufaiki. Sasa tutaingia kidogo kwenye matendo, alafu tutatumia baadaye projectile. Tumalize zinyajibu, itakuwa vizuri. Tuko wajibu wangapi kwani jamaa? 3 au 4? Kulala Muzdalifa. Kwanza tulianza kuhirimia katika miqati. Ya pili Arafa mpaka Maghrib, ya pili. Ya tatu kulala Muzdalifa. Ya 4 kutupa mawe. Kulala Muzdalifa, wewe ambaye hija yako ni ya mwanzo, usije kadhani kuna magodoro yameandaliwa, sijui mwaka huu labda, lakini unalala juu ya ardhi tu hivi, unachukua kiboksi chako hivi na nini unalala. Lakini Mwenyezi Mungu pale anajalia usingizi wa ajabu, mtaona ni usingizi ambao hujawahi kuona, na ile ndio inathibitisha kwamba dhambi zina stress. Dhambi zikiwa nyingi unakosa usingizi. Pale watu washasamehewa madhambi katika viwanja vya Arafa, kwa hiyo watu wako safi, hawana stress, usingizi nao unapatikana vizuri pale. Nyinyi ni mtu mpya kabisa, si ule. Tusemeni alhamdulillah. Allah tupeleke. Wajibu mwingine ni upi mabwana? Ilikuwa ni 4. Ya 5 ni nini? Kunyoa au kupunguza. Mtume Muhammad aliombea dua wale ambao sahaba ambao walinyoa nywele zote. Mtume akasema rahimallahu almuhalliqin, Mwenyezi Mungu amewarehemu walionyoa nywele zote. Sahaba akamwambia Mtume wal muqassirin, wanamwekea maneno Mtume mdomoni, wal muqassirin, na waliopunguza ya Rasulullah. Mtume akasema al muhalliqin, walionyoa. Sahaba akamwambia tena umesahau, na waliopunguza. Mtume asema walionyoa nywele zote. Mpaka mara ya 4 ndo akasema wal muqassirin, na waliopunguza. Kwa hiyo kwa wanaume utanyoa nywele zote, ni bora zaidi. Umeeleweka Ni wajibu katika wajibu wa hija. Sio kama tuenda pamoja, ni wajibu wangapi? 5 wa 6. Jibuni, tunaomba mjibu wote tu, anayejua yajibu tu, hamna haja kunyosha kidole. Wajibu wa 6 kuchinja. Kuchinja tulishasema nyuma, pale hutomuona ngamia ukaletewa ukamchinja, wala mbuzi wala kondoo. Ni hii fedha yako iliyotoka
mamlaka kule zitachinja. Pia ukatazi kwenda kuona namna wanavyochinja, ni kuchinja kawaida tu. Wajibu mwingine, tumefika wajibu wangapi? 6. Wajibu wa 7, kulala Mina. Tulisahau kulala Mina, pale ni wajibu kulala mwezi 11 na 12 na 13, lakini ambaye atalala mpaka mwezi 12 fala ithma alayhi. Qur'ani inasema hana dhambi, hakuna makosa. Na sisi pale tutakaa mpaka mwezi 12, tunalala Mina, kwenye mahema ya Mina mpaka mwezi 12, tunaondoka tunarudi Maka. Wajibu mwingine, naam, tawaful wada, tawafu ya kuaga. Haya mambo manne bado moja la yaliyokatazwa kwa anaenda haji. Tumekatazwa mambo kama 9 hivi. Jambo la kwanza, tumekatazwa vitu vyote ambavyo ni vya mapambo, kwa maana manukato, hata nywele. Kwa tahadhari, usichane nywele, sawa, wala ndevu. Baadhi ya ulama wamekataza kabisa, kwa sababu unaweza ukakata nywele 2, 3, 4 ukaingia katika mtihani. Kupaka manukato kumekatazwa. La pili, huko kunyoa nywele ukishahirimia, lakini ukishahirimia pale kwenye miqati usinyoe, usipake manukato, usivae kilichoshonwa. La 4 ni darasa ya jana hapa, usikate kucha, wala usikate wala usizikate kwa njia yote, hata kwa mdomo. La 5 nini? Usioe wala kusiwe na makutano ya mke na mume, na wala usikumbatiane, wala mtu usimshike mwanamke kwa mapenzi, kwa matamanio. Jiepushe pia na kutazama kwa matamanio, usipake mafuta, sawa. Lingine lipi? Nadhani kwa wanawake sasa. Wanawake usivae niqabu, si niqabu tu, usivae pia barakoa. Labda una dharura kubwa kweli ya kiafya, lakini jitahidi usivae barakoa, usivae niqabu, usivae gloves, usifunike kichwa mwanamume, usiokavaa kofia wala ukafunika kichwa. Ukiwa na dharura, jua kali, na kule kuna jua kali sana. Kwa upande wa Shafiia hakuna ubaya wa kutumia miamvuli kwa ajili ya kujistiri na jua kali. Baada ya hayo, tueleze kwamba unakwenda wapi. Unakwenda wapi? Tuite darasa yetu sasa, unakwenda wapi? Unakwenda Maka, kwa sababu hija inafanyikia Maka. Maka, Mwenyezi Mungu tangu alivyoumba hii dunia
harama Makka, aliharamisha ule mji wa Makka. Kuna vitu vingi alivizuia, alitia utukufu ajabu katika mji wa Makka tangu alipoumba hii dunia. Ndivyo anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha harrama Makka yauma khalaqa as-samawati wal arda, Mwenyezi Mungu aliutukuza ule mji wa Makka na akaharamisha baadhi ya vitu pale Makka. Miongoni mwa hapo ni kupigana ndani ya mji wa Makka. Ni haramu hayo yaliyoharamishwa mpaka siku ya Kiyama. Hata Mtume mwenyewe asema kumeharamishwa kupigana vita katika mji wa Makka. Asema hata mimi mwenyewe nilihalalishiwa muda mfupi sana katika mchana, yeye mwenyewe Mtume na utukufu wake. Kwa hiyo unakwenda katika mji, yani vizuri ujue unakwenda wapi, ili tusiye tukafananisha safari ya kwenda Makka na safari ya kwenda London, safari ya kwenda Benin, safari sio ya kwenda wapi na wapi na wapi. Lazima utofautishe. Kwa ujumla unakwenda katika mji mtukufu mno. Yaliyo miongoni mwa yaliyokatazwa katika mji ule, mbali na haji, umekatazwa wewe kukata mti katika mji wa Makka. Si mti tu, hata yale majani yake kuyang'oa, kukata, kung'oa mti kumekatazwa katika mji wa Makka. Usije ukafanya hivyo ukiwa haji, na katazwa. Hata kama wewe sio haji unakatazwa. Kukata mti unakatazwa. Na kuwinda unakatazwa kwa mtu ambaye alikuwa haji hapo kuwinda. Wako njiwa wa watu pale, usiwakusudie kuwawinda. Na mtu anamlepa atakuwa wajabu. Kuwinda, wako njiwa katika mji wa Makka tangu wakati wa Mtume Muhammad mpaka leo, njiwa wapo tu pale. Sana shughulika labda na kuwapa sadaka wale, kuwalisha. Mji wa Makka ndio mji ambao Mtume Muhammad kazaliwa, na moja utukufu wa Mtume Muhammad, moja utukufu wa mji wa Makka umo kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu ametaja kwa namna mbalimbali, la uqsimu bihadha albalad, ninaapa kwa mji huu wa Makka. Kiapo kwa watu wa tafsiri za Qur'an wanajua kwamba kiapo kikipatikana katika Qur'ani, jua hicho kinachoapiwa ni kitu ambacho sio cha kawaida, kina utukufu mkubwa. Mimi nadhani hata sisi katika mazoea yetu ya kawaida huwezi kuapa kwamba wallahi nimekunywa chai na mandazi. Na hapa pia nimekunywa chai na mandazi wallahi. Sasa kwani kuna ajabu gani kunywa chai na mandazi? Lakini ukisema na wallahi nimeona juu ya mbingu kumeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hapa ukiapia watu wanakuelewa, si ndivyo? Sasa hata katika Qur'ani imekuja hivyo hivyo. Alqasamu fil Qur'ani yushiru ila adhamati ma uqsima alayh, kwamba kiapo katika Qur'an chajulisha adhamatil muqsami alayh, ukubwa wa kile kinachoapiwa, adhamata muqsami alayh. Kwa hiyo mji wa Makka mnapokwenda, Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi kawapia, kasema la uqsimu bihadha albalad, na apa kwa mji huu wa Makka. Tosheka tu kwamba unakwenda katika mji aliozaliwa Mtume Muhammad.
Mtume Muhammad ambaye ni khairul baraya ala al-itlaq, ni mbora wa viumbe wote kwa ujumla wake. Jibril alayhi salam siku moja wakati amekaa na Mtume Muhammad, anamwambia Muhammad, qallabtu dunya mashariqaha wa magharibaha falam ajid rajulan afdala minka. Amwambia Mtume, mimi nimegeuza hii dunia mashariki na magharibi, na mtafuta mtu ambaye ni bora, lakini sijawahi kukuta mtu ambaye ni bora kuliko wewe. Sijawahi kuona kiumbe ambacho ni bora kuliko wewe Muhammad. Ni Mtume Muhammad, the only man who was supremely successful in both secular and religious life. Sir Thomas Carlyle aliwahi kusema hivyo kwamba ndiye mtu pekee katika ulimwengu, au huyo ni Michael Hart, kwamba ndiye mtu pekee katika ulimwengu ambaye ni mafanikio makubwa katika ulimwengu wa sekula na ulimwengu wa kidini. Huyo ambaye faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami, ambaye amewazidi mitume wote kwa elimu, kwa ubora, kwa utukufu. Kimzidi mtume, maana viumbe bora katika ulimwengu ni mitume. Hao mitume wamezidiwa kwa utukufu, kwa elimu na Mtume Muhammad. Wewe na mimi tunakwenda kwenye mji ambao kazaliwa mtu huyo. Kwa hiyo lazima uvute fikra kwamba wenda wapi, unakwenda wapi. Darsa moja nilitoa nikasema, watu wanasafiri kwenda Ureno, lakini wakisafiri kwenda Ureno furaha yao ni kufika mji aliozaliwa Vasco da Gama. Wakifika Ujerumani huko wafike mahala alipozaliwa Dr. Liki. Lakini mimi na wewe tuaenda mahala alipozaliwa Mtume Muhammad. Sasa pale basi kuna masharti. Hakutakiwi kuokota chochote, mbali na kukata mti. Usikate mti pale. Miti ipo siku hizi Maka, naona kwa miaka hii michache miti na stawi ya rangi ya kijani. Kuna ukijani fulani hivi, lakini kwa mujibu wa Mtume Muhammad ule ukijani haufurahishi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la taqumu saa hatta yauda ardhul arab muruja wa anhara. Kiyama hakitotokea, hakitosimama mpaka ardhi ya Waarabu igeuke sasa kuwa ya kijani. Sasa baadhi ya sehemu mtaona kama mbona kuna ukijani, ule ukijani wapendezesha mji wa Maka, lakini kwa mujibu wa Mtume Muhammad ni kwamba la taqumu saa hatta yauda ardhul arabi muruja wa anhara. Kiyama hakitotokea mpaka ardhi ya Arabu igeuke kuwa kijani na mito. Ndivyo sasa hivi inavyoonekana kule. Usikate mti, usiokote chochote kile unachokiona wewe. Hata bunda la pesa ukiliona usiokote, labda uokote kwa nia ya ataarifu, kutambulisha kwamba bwana kuna fedha hapa kadha wa kadha. Imeleweka hapo Kwa hiyo ni vizuri ujue kwamba unakwenda kwenye mji ambao ni mtukufu, na walillahi alhamdu tutajitahidi kwamba tuonyeshe pale alipozaliwa Mtume Muhammad, nyumbani kwa kina Mtume Muhammad. Utapata raha ukiona pale ndipo ardhi ambayo ya utotoni ya Mtume Muhammad
alipozaliwa. Inshallah Mungu atuwafikie hayo. Kwa ufupi ni hayo. Mji wa Maka una mambo mengi 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 mengi. Bahati nzuri ni kwamba ndio mji ambao Qur'ani tunaisoma imeshukia hapo. Inshallah Mungu atatujalia katika ziara zetu huwa tunakwenda katika Jabal Nur, Jabalul Hira pia hapo ambao ndio Jabal Nur, mahala ambapo Qur'ani iliposhuka, mtaona yule mlima. Na mahala hapo ndipo ambapo utume wa Mtume Muhammad alipewa utume hapo, utakwenda kuona. Kwa hiyo ni mji ambao Qur'ani imeshuka, mji ambao kazaliwa mtume, mji ambao mtume kapewa nini? Kapewa utume wake. Kwa hiyo ni fadhila za mji wa Maka ni nyingi, lakini unakwenda kwenye mji ambao swala moja ni 100,000 ya swala nyingine tunazoswali huko. Yani usifanye mchezo pale ukawa mvivu hata kuswali sunna. Wewe swali tu kwa zile rakaa 2 unazozipata huku utazitafuta kwa 100,000 ndio unamfikia mtu anayeswali rakaa 2 kule. Si jambo dogo. Swala 5 jitahidi upate kwa jamaa. Ukipata kwa jamaa inakuwa nzuri. Utakuwa umepata jamaa ya 500,000 kwa siku. Swala 5. Siku moja 500,000. Huwa nauliza ili swali. Kwa umri huu sisi ambao tuko hapa, ni nani ambaye anaweza akaishi umri uliobaki akaweza kuswali kwa jamaa 500,000 katika umri uliobaki? Inawezekana? Sasa miongoni mwa fadhila za kule ni kwamba wapata 500,000 kwa siku hii. Swala 5 tu alfajiri mpaka isha, una 500,000 zako umeweka kibindoni. Ndio sababu mtu aliyetoka Maka sio mtu wa kawaida. Si mtu wa kawaida hata kidogo, mfananishi na je aliyetoka hija kabisa. Maana kuna aliyetoka Maka na aliyetoka hija. Huyo aliyetoka Maka pia sio kawaida. Je aliyetoka hija? Kwa hiyo tunakwenda wapi? Tunakwenda, nimeona ngusie kidogo hilo ili upate kujua tu kwamba kumbe ninapokwenda ni pakubwa sana. Mwenyezi Mungu abarikie.